Hujambo na karibu katika matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Auba. Mimi ni Aisha Hayaishi. Matangazo haya yanakufikia pia mubashara kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Auba Swahili, Facebook Auba Swahili, Instagram Auba Swahili, pamoja na tovuti yetu ya www.auba.africa. Habari kuu hii leo. And say no to land grabbing, no to grabbing of our assets. Sintofahamu imeendelea kugubika hatima aliyekuwa meja wa jiji la Kampala, Erias Lukwago, baada ya kuripotiwa kuchukuliwa na watu wasiojulikana. At the moment we just got a baby born in this camp. Mamia ya raia wa Malawi wameanza safari ya kurejea nyumbani baada ya kukimbia makazi yao nchini Afrika Kusini wakihofia usalama wao. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession, looking for the one chance, and yes, it's a goal! Kwa muktasari leo viwanjani, timu za Afrika zimeendelea kuonyesha ushindani katika kombe la dunia baada ya jana Cape Verde kutoka sare dhidi ya Hispania, wakati pia mafarao Misri wakiwabana mbavu Ubelgiji. Klabu ya Real Madrid imekamilisha rasmi kumsajili beki wa kushoto wa Chelsea Marco Kurela, huku nyota huyo wa Hispania akisaini mkataba wa miaka 6 utakaomweka Santiago Bernabeu hadi 2032. Na shirikisho la soka la Tunisia limeripotiwa kumfuta kazi kocha wa timu ya taifa ya nchi hiyo Sabri Lamochi baada ya kipigo cha goli 5-1 dhidi ya Sweden. Ungana nasi muda utakapowadia. Naitwa Samuel Male wa Auba Swahili. Kwanza tupate taarifa ya habari kutoka chumba cha pili cha habari, ikisomwa naye Amrati Haji. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Auba. Mimi ni Amrati Haji. Washington. Marekani na Iran zimefikia makubaliano ya awali ya kusitisha vita vilivyotikisa Mashariki ya Kati katika miezi ya hivi karibuni. Rais Donald Trump amesema makubaliano hayo yameweka wazi kuwa Iran haitokuwa na silaha ya nyuklia, huku pande hizo mbili zikitarajia kuingia katika hatua ya pili ya mazungumzo kuhusu utekelezaji wake. Hata hivyo, maswali bado yanaendelea kuhusu namna makubaliano hayo yatakavyotekelezwa, hatma ya vikwazo dhidi ya Iran na mustakabali wa mpango wake wa nyuklia. Dubai. Bei za mafuta katika soko la dunia zimeanza kushuka kufuatia taarifa za makubaliano ya awali kati ya Marekani na Iran, hatua ambayo imeongeza matumaini ya kurejea kwa utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati. Wafanya biashara na wawekezaji wanaamini kuwa kupungua kwa mvutano kati ya mataifa hayo mawili kutasaidia kuimarisha usambazaji wa mafuta katika masoko ya kimataifa na kupunguza hofu ya usumbufu wa biashara ya nishati. Hata hivyo, wataalamu wa uchumi na nishati wanaonya kuwa bado kuna changamoto zinazohitaji kufuatiliwa kwa karibu. Wachambuzi wanasema kuwa iwapo makubaliano hayo yatatekelezwa kikamilifu na hali ya usalama ikiendelea kuimarika, bei za mafuta zinaweza kuendelea kushuka katika wiki zijazo, jambo ambalo linaweza kuwanufaisha watumiaji na kusaidia kupunguza gharama za maisha katika nchi nyingi duniani. Hata hivyo, masoko yanaendelea kusubiri hatua zaidi kutoka kwa Marekani na Iran kabla ya kuwa na uhakika wa mwelekeo wa muda mrefu wa bei za mafuta. Tehran. Mamlaka za Iran zimewatekelezea adhabu ya kifo wanaume wawili waliopatikana na hatia ya kuhusika katika maandamano yaliyoikumba nchi hiyo mapema mwaka huu. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya mahakama nchini humo, wawili hao walituhumiwa kuongoza vurugu, kuharibu mali na kuhatarisha usalama wa taifa. Hatua hiyo imezua mjadala mpya kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Iran, wakati serikali ikiendelea kuchukua hatua kali dhidi ya waandamanaji. Na hatimaye Paris, viongozi wa mataifa 7 yenye uchumi mkubwa duniani maarufu kama G7 wanaendelea na mkutano wao nchini Ufaransa, huku wakijadili masuala nyeti yanayoathiri usalama na uchumi wa dunia. Ajenda kuu ya mkutano huo ni pamoja na vita vya Ukraine, mzozo unaoendelea katika Mashariki ya Kati, pamoja na changamoto za uchumi wa kimataifa. Katika mkutano huo, Rais wa Marekani Donald Trump amesema ni muhimu kwa Urusi na Ukraine
kufikia makubaliano ya amani ili kumaliza vita vilivyodumu kwa muda mrefu na kusababisha madhara makubwa ya kibinadamu na kiuchumi. Kwa upande wao, viongozi wa Ulaya wamehimiza juhudi zaidi za kidiplomasia ili kupunguza mvutano wa kimataifa na kuzuia kuongezeka kwa migogoro katika maeneo mbalimbali duniani. Mkutano huo pia unatarajiwa kujadili usalama wa nishati, biashara ya kimataifa na hatua za kuimarisha ukuaji wa kiuchumi katika kipindi hiki cha changamoto nyingi duniani. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Auba. Mimi ni Amrat Haji. Taarifa ya habari imesomwa studioni naye Amrat Haji. Karibu sana wewe unayefuatilia matangazo haya kupitia ukurasa wetu wa YouTube, Facebook, Instagram na katika tovuti yetu ya Auba. Na sasa tuanze uchambuzi wetu tukiangazia huko nchini Uganda. Sintofahamu imeendelea kugubika hatima ya aliyekuwa meya wa jiji la Kampala, Erias Lukwago, baada ya kuripotiwa kuchukuliwa na watu wanaodhaniwa kuwa maafisa wa usalama na kupelekwa kusikojulikana. Familia, mawakili na wafuasi wake wamesema hadi sasa hawajui aliko. Taarifa zaidi zinaelezwa na mwandishi wetu Isaac Mumena akiwa Kampala. Chama cha mawakili nchini Uganda wamempatia mkuu wa jeshi la Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba masaa 24 kumrejesha aliyekuwa meya wa jiji la Kampala Erias Lukwago, ambaye aliteka nyara nyumbani kwake mjini Kampala siku ya Jumatatu asubuhi. Katibu mkuu wa chama Babu Sali anaelezea. The Uganda Law Society therefore demands within 24 hours the immediate and unconditional release of our member advocate Erias Lukwago. Chama cha mawakili nchini Uganda kinadai wakili mwenzao Erias Lukwago kwa muda wa masaa 24 kumwachilia haraka sehemu yoyote walipomshikilia. Wanasheria hawatatetereka wala kutishika kwa kuwateka nyara wakati wakifanya kazi za wateja wao au kuwasilisha samasi ya mahakama. Tunaomba jaji mkuu na mwanasheria mkuu kuingilia kati kuvionya vyombo vya usalama, la sivyo tunakwenda kumfungulia mashtaka yeye binafsi. We are going to go full blast suing him in his personal capacity if he does not oblige within 24 hours. Wakili Medad Segona aliyeambatana na familia ya Erias Lukwago kumtafuta sehemu mbalimbali ya vituo vya polisi jijini Kampala amefahamisha kuwa mpaka sasa hajulikani alipo, isipokuwa mkuu wa jeshi la UPDF Jenerali Muhoozi Kainerugaba aliandika kwenye mtandao wake wanamshikilia mjinga. The police have said they have no knowledge of the events. Under the law, jeshi la polisi linasema halina taarifa yoyote. Chini ya sheria, askari wa jeshi la polisi hawana mamlaka ya kumshikilia mtu yoyote hata kwa dakika moja. Lakini tumeshuhudia matukio kama hayo nyakati zilizopita. Wanawateka nyara watu na kuwashikilia. Ni jambo la kusikitisha. Tumeshuhudia hili jana asubuhi na tunatoa wito kwa serikali kufuata sheria zinazotakiwa. Tumeona katika mtandao wa kijamii ukisambazwa na Jenerali Muhoozi Kainerugaba CDF kuwa wanai wamemshikilia mshenzi. Napenda kusisitiza kuwa hakuna mtu ambaye yuko salama hapa nchini. Claiming they have him and they are keeping the fool, quote unquote the fool. I want to emphasize that none of us is safe until we all safe. So we treat this as a case of kidnap with intent to murder. Msemaji wa jeshi la polisi nchini Uganda, Soke Katuma, alipoulizwa na vyombo vya habari leo, amesema hana taarifa yoyote ya kukamatwa kwa aliyekuwa meya wa jiji la Kampala na rais wa chama cha siasa cha PFF Erias Lukwago. The arrest of the Lord Mayor former or emeritus Honorable Erias Lukwago. I'm not aware, but in the event that I get more information. Kukamatwa kwa aliyekuwa meya wa zamani wa jiji la Kampala Erias Lukwago sina taarifa yoyote, na sehemu ambazo tunapeana taarifa zetu sijapata. I'm not aware, but in the event that I get more information about it, we can always share it. Mkuu wa jeshi nchini Uganda Jenerali Muhoozi siku ya Jumatatu alijisifu kwa kupanga kumsababishia maumivu na uchungu mwanasiasa huyo wa upinzani ambaye amemkamata, aliyekuwa akijiandaa kuwasilisha pingamizi la kisheria dhidi yake. Muhoozi Kainerugaba, mwanae Rais Yoweri Museveni aliyetawala kwa muda mrefu nchini Uganda, alichapisha picha kwenye mtandao wa X ikionyesha Erias Lukwago, mwanasiasa wa upinzani na wakili anayeshikiliwa na jeshi.
Katika chapisho lingine kwenye mtandao wa X, Kainerugaba alisema alimkamata mjinga na kumpeleka kwenye chumba cha chini ya ardhi. Isaac Mena, Auba Radio. Asante sana Isaac, na sasa tuelekee nchini DRC. Wakati bara la Afrika likiadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, wito unaendelea kutolewa kwa serikali na wadau mbalimbali kuongeza juhudi za kuhakikisha watoto wanapata haki zao za msingi ikiwemo elimu, afya na ulinzi. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, changamoto hizo zinaonekana kwa kiwango kikubwa, huku watoto wengi wakilazimika kufanya kazi za kujikimu kutokana na athari za umasikini na migogoro inayoendelea katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Kutoka Kalemi nchini DRC, mwandishi wetu Zuberi Ali ana taarifa zaidi. Kwa mujibu wa UNICEF, watoto milioni 7.6 wenye umri wa miaka 5 hadi 17 hawajapata elimu ya msingi nchini humu. Makadirio mengi ya Umoja wa Mataifa yanaweka idadi hiyo kuwa karibu watoto milioni 6.4 ambao hawaendi shule kitaifa. Takwimu hizi zinafanya DRC kuwa miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya watoto wasio kwenda shule duniani. Katika mikoa ya Mashariki, hali ni mbaya sana, huku takwimu zilizochapishwa mnamo Februari 2025 na UNICEF, zaidi ya watoto milioni 1.6 wananyimwa shule mashariki mwa nchi, huku zaidi ya shule 2500 zikifungwa, kuharibiwa au kukaliwa na wakimbizi wa ndani. Watoto 795,000 hivi karibuni wamepoteza fursa ya kupata elimu kutokana na ukatili. Mashirika ya kirahia jimboni Tanganyika wanatoa wito kwa mamlaka kuhakikisha watoto wanapewa elimu ya msingi. Biaisesa ni makamu kiongozi wa NDC. Kisheria ni swala ambalo alijakubaliwa, maana watoto wanahitajika wawe shule, lakini sasa inaonyesha wazi kwamba baadhi ya vitu kama hivi vinakuwa vinashindwa zaidi kutekelezwa. Tunaendelea kuhamasisha wazazi na kuambia kwamba waepukane na mambo haya ya kuwatumia watoto kwa ajili ya kwenda nafanya biashara na kuwaingiza sehemu ambazo hawaruhusiwi kufika. Umoja wa Mataifa pia umeonyesha pia migogoro hiyo inasababisha zaidi ya watu milioni 6.5 kuyahama makazi yao, wakiwemo watoto milioni 2.6. Katika muktadha huu, watoto hukabiliwa na hatari kubwa, hususan ya kuajiriwa na makundi yenye silaha, unyanyasaji wa kingono, utekaji nyara, ukatili wa kijinsia na unyonyaji wa kiuchumi. Huko Kivu Kaskazini, ingawa watoto 125 waliondolewa kutoka kwa vikundi vilivyojihami na kuunganishwa na familia zao, hatari za kuajiriwa tena bado ni kubwa kwa sababu ya ukosefu wa usalama unaoendelea katika maeneo kadhaa. Aidha, umaskini unasukuma watoto wengi wa Kongo kufanya kazi ili kusaidia familia zao. Mnamo Juni 2025, UNICEF ilionyesha kuwa watoto 361,000 walikuwa wakifanya kazi hatari katika baadhi ya maeneo ya uchimbaji madini, hasa huko Katanga na Lualaba. Watoto hawa mara nyingi hufanya shughuli ngumu na hatari na kudhuru afya zao na elimu yao. Mimi sisomi hapa, nauzisha mandazi ila kulisha wazazi wangu hawana kazi. Imesaidia wazazi wangu wapate kazi na nipate kusoma. Haja ya familia kujiruzuku inabaki kuwa moja ya vichochezi kuu vya jambo hili, kuwaweka watoto katika hali ya utafutaji riziki ya kila siku. Swala hili linapokelewaje na baadhi ya wananchi? Sio haki ya mtoto kwa mazingira ya mtoto, lakini unakuja kukuta kwamba huenda kinachosababisha hivyo ni maisha ya sisi wazazi. Kibinafsi ningeomba serikali kwanza iweze kutupatia ajira, lakini sio kutupatia tu ajira, lakini pia inapotupatia ajira kuelewa mazingira ya maswala tunavyoyapitia. Katika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, UNICEF, Umoja wa Mataifa wanatoa wito kuwekwa kwa juhudi kubwa haki za kimsingi za watoto nchini DRC, ikiwa ni pamoja na kurekebisha upatikanaji wa elimu bora, mapambano dhidi ya ajira ya watoto, kulinda watoto katika maeneo yenye migogoro na kusaidia familia zilizo hatarini zaidi. Kutoka DRC, Zuberali au Baswahili. Asante sana Zuberi kwa taarifa hiyo, na sasa ni kiguna njia hadi kusini mwa Afrika. Wakiwa wamebeba matumaini machache na maumivu mengi, mamia ya raia wa Malawi waliokuwa wakiishi nchini Afrika Kusini wameanza safari ya kurejea nyumbani baada ya kukimbia makazi yao jimboni KwaZulu-Natal, wakihofia usalama wao. Wanawake na watoto ndio waliokuwa wa kwanza kuondoka kutoka jijini Durban, ambako maelfu ya wahamiaji walikuwa wamejisitiri katika uwanja wa wazi
kufuatia kile wanachodai kuwa vitisho na unyanyasaji unaowalenga wageni. Kutoka Pretoria, mwandishi wetu Bryson Bichwa anatuarifu zaidi. Mabasi manane yaliyogharimiwa na serikali ya Malawi yameanza kuwasafirisha wahamiaji hao kuelekea nyumbani, huku wanawake na watoto wakipewa kipaumbele katika awamu ya kwanza ya zoezi hilo. Akizungumza wakati wa kuanza kwa mchakato huo, afisa wa uhamiaji wa Afrika Kusini Mpo Nkozikona amesema mamlaka zimeanza na makundi yaliyo katika mazingira magumu zaidi. Mchakato huu umekuwa mrefu sana kwa sababu tuna wadau mbalimbali wanaohusika hapa nchini. Tumewatambua karibu raia 700 wa Malawi, wakiwemo takriban watoto 200, ikiwemo watoto wachanga. Tumeanza kwa kuyapa kipaumbele makundi yaliyo katika mazingira magumu zaidi. Wakati huo huo, maafisa wa uhamiaji wanasema uchunguzi wao unaonyesha kuwa wengi wa waliokusanyika katika eneo la kuondokea kwenda Malawi hawakuwa na vibali halali vya kuishi nchini Afrika Kusini. Afisa mwingine wa idara ya uhamiaji Zweli Bongani amesema zaidi ya watu 1300 tayari wamefanyiwa uhakiki. We have processed 1307. Tumewafanyia uhakiki watu 1307. Hizo ndizo takwimu halisi za watu ambao tayari tumewashughulikia. Kwa hiyo ninaweza kusema kwa uhakika kwamba 99.99% ni wahamiaji wasiokuwa na vibali halali vya kuishi nchini. Sehemu ndogo iliyobaki naiweka kwa ajili ya baadhi yao ambao wana pasipoti, lakini pasipoti hizo zimekwisha muda wake. That are obviously expired. They were never renewed. Hata hivyo, pamoja na hatua za kuwarejesha nyumbani, hali ya kibinadamu katika eneo walilokuwa wamejistiri wahamiaji hao imeendelea kuzua wasiwasi. Baadhi ya wanaojitolea kuwasaidia wanasema mamia ya watu wamekuwa wakikabiliwa na uhaba wa huduma za kijamii. Mmoja wa Samaria wema wanaotoa msaada kwa wahamiaji hao, Ali Mohamed, amesema hata mtoto amezaliwa katika mazingira hayo magumu. At the moment we just got a baby born in this camp. Kwa sasa hivi tumepokea taarifa ya mtoto aliyezaliwa katika kambi hii. Mama na baba wa mtoto huyo wako ndani ya gari na kwa sasa ninamharakisha mtoto hospitalini. Hatujapata msaada wowote kutoka serikalini. Hali hii haikubaliki kabisa. Serikali ya Afrika Kusini haijatoa msaada wowote na serikali ya Malawi nayo pia haijatoa msaada wowote. Kwa waliopanda mabasi hayo, safari ya kurejea Malawi ni mwanzo wa ukurasa mpya wa maisha baada ya kuondoka katika nchi ambayo kwa wengi wao ilikuwa makazi kwa maisha kadhaa. Safari kutoka Durban hadi Malawi ni zaidi ya kilomita 2000 kupitia mataifa kadhaa ya kusini mwa Afrika. Kutoka Pretoria, Afrika Kusini, mimi ni Bryson Bichwa, Auba. Haya ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Auba. Tunapatikana kupitia YouTube kwa jina la Auba Swahili, Facebook Auba Swahili, Instagram Auba Swahili na katika tovuti yetu ya www.auba.africa. Na sasa tuelekee nchini Tanzania. Siku chache baada ya mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwasilisha bajeti zao za mwaka wa fedha kwa wakati mmoja, mjadala kuhusu athari za mipango hiyo kwa uchumi wa maisha ya wananchi unaendelea kushika kasi. Nchini Tanzania, wadau wa uchumi, wafanyabiashara na wananchi wa kawaida wameanza kutathmini bajeti hiyo, wakieleza matarajio yao pamoja na maeneo wanayoamini yanahitaji kupewa kipaumbele zaidi. Kutoka huko Mwanza, Tanzania, mwanahabari wetu Hussein ana maelezo zaidi. Wananchi na wadau hao wa uchumi nchini Tanzania wamesema kuwa wanatarajia bajeti hiyo iweze kuwa suluhisho kwa baadhi ya matatizo yanayowakumba na isiwe sababu ya baadhi ya viongozi kujilimbikizia mali na kushindwa kufanya maendeleo katika maeneo yao. Katika upande mwingine, wananchi hao wameiomba serikali ya Tanzania kufanya mabadiliko katika sekta ya afya sanjari na elimu. Kwanza tunahitaji maendeleo yaweze kuendelezwa katika sekta zote, hususan katika sekta ya afya, sekta ya elimu na sekta nyingine zote, ili wananchi waweze kupata zile huduma stahiki ambazo wanazihitaji. Wangeongeza kwenye masuala ya afya kwa sababu tunaona watu wanakosa insurance, kwa hiyo waongeze huko pia, lakini kwenye elimu pia ndio hivyo. Waangalie kuna shule zina vitabu, wanakosa kusoma vitabu, kwa hiyo nakuta wakiongeza huko na wanafunzi wanapata morality ya kusoma zaidi.
Licha ya kutoa maono yao juu ya bajeti hiyo, wananchi hao pia wameitaka serikali kufungua milango ya ajira kwa vijana ili kuepukana na masuala ya uhalifu mtaani. Ajira zitolewe kwa watu ili kupunguza vitu mbalimbali kama vile umaskini, watu wanakufa na njaa, watu wanapata magonjwa. Kwa upande wake, Daktari Damas Moshi ambaye ni mtaalamu wa uchumi na mhadhiri kutoka katika kitivo cha biashara na uchumi Chuo Kikuu cha Sauti, yeye anaona kuwa bajeti hiyo ya serikali inayo matumaini makubwa kuinua uchumi wa Tanzania kwa sababu mambo mengi yamebadilishwa. Kwa mfano, jambo kubwa kuliko yote ni kwa upande wangu mimi niliona ni kurudisha mamlaka kononi wahusika kwenye halmashauri husika. Kwa mwaka huu wametenga 15% na mapato ya ndani ya halmashauri yatabaki pale kuwasaidia vijana na akina mama na kusaidia kuendeleza shughuli za masomo kwenye eneo hili. Kwa hiyo ina maana ameongezeka kutoka 10% hadi 15%. Kwa hiyo hapo inaonekana kama vile serikali inaona kwamba ni vizuri sasa mambo mengi yatarudi mikononi mwa watu. Kwa hiyo kwa kufuatilia jambo moja pekee yake inaonekana serikali inaamini zaidi wananchi na inaona ni vizuri wakashiriki kwa kiwango kikubwa kwenye maendeleo yao wenyewe. Hata hivyo, yeye anaona kuwa uchumi wa watu wengi utaongezeka kwa sababu bajeti hiyo imewapa vipaumbele wafanyabiashara wakubwa lakini pia wafanyabiashara wadogo. Kwa sababu biashara kubwa zote wanategemea wafanyabiashara wadogo watakapofariki. Kwa hiyo inavyoonekana kipato cha watu wengi kinaweza kaongezeka, kwa hata biashara kubwa zitakuja kufanya vizuri. Ifahamike kwamba bajeti hiyo iliwasilishwa bungeni jijini Dodoma tarehe 11 Juni mwaka huu na Waziri wa Fedha nchini Tanzania, Balozi Hamisi Musa Omar. Nikiripoti kutoka Mwanza, Tanzania, mimi ni Hussein wa Auba Swahili. Asante sana Hussein, na sasa tuhitimishe uchambuzi wetu kutoka huko Togo. Wakati mataifa ya Afrika yakizidi kutafuta njia za kuimarisha biashara, uwekezaji na muunganiko wa bara, sekta ya usafiri wa anga imeendelea kutajwa kuwa nguzo muhimu ya maendeleo hayo. Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema ushirikiano mkubwa zaidi katika usafiri wa anga unaweza kufungua fursa mpya za kiuchumi na kuharakisha safari ya Afrika kuelekea maendeleo endelevu. Kauli hiyo ameitoa katika mkutano wa usafiri wa anga unaofanyika mjini Lome nchini Togo. Mengi zaidi anasimulia mwandishi wetu Tito Isaya. Kagame ametoa kauli hiyo mjini Lome, Togo, wakati wa mkutano wa Africa Air Transport Convention and Expo uliowakutanisha viongozi, wadau wa sekta ya anga na wawekezaji kujadili mustakabali wa usafiri wa anga barani Afrika. Akihutubia mkutano huo, Kagame amesema Afrika haiwezi kufikia malengo yake ya maendeleo ikiwa itaendelea kuwa na mifumo ya usafiri wa anga isiyounganisha kikamilifu mataifa yake. Air connectivity at its core is about Africa's ability to act. Sekta ya usafiri wa anga peke yake inapaswa kuwa kichocheo cha mataifa ya Afrika kushirikiana kwa ukaribu zaidi ili kulinufaisha bara hili na wananchi wake. Sote tunafahamu kwamba hatua ambazo zilipaswa kuchukuliwa miaka mingi iliyopita ndizo tunapaswa kuzichukua sasa kwa haraka zaidi. Hii ni kwa sababu Waafrika wanaunda takriban 20% ya watu wote duniani. Lakini pamoja na idadi hiyo kubwa, Afrika bado ndio bara lenye kiwango cha chini zaidi cha matumizi ya usafiri wa anga. Accounts for only a small fraction of global air traffic. Kiongozi huyo amesema changamoto za muunganiko wa anga zinaendelea kuathiri biashara za Waafrika na kupunguza uwezo wa bara hilo kunufaika kikamilifu na soko lake la watu zaidi ya bilioni 1. Kwa mujibu wa Kagame, ni jambo lisilo la kawaida kwa baadhi ya safari za ndani ya Afrika kulazimika kupita katika mabara mengine kabla ya kufika zinakokusudiwa, hali ambayo huongeza gharama na muda wa kusafiri. Amesema suluhisho la changamoto hiyo linahitaji maamuzi ya pamoja ya kisera pamoja na uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya kisasa ya usafiri wa anga. The fastest route between two African cities is through... Kwa sasa njia ya haraka zaidi ya kusafiri kati ya baadhi ya miji ya Afrika ni kupitia mabara mengine, hali ambayo si tu kwamba inachelewesha safari, bali pia inarudisha nyuma maendeleo ya kibiashara ndani ya bara letu. Changamoto hii inachangia biashara nyingi za Afrika kufanyika nje ya Afrika badala ya kunufaisha uchumi wa mataifa ya bara hili. Kutokana na hali hiyo, kuna umuhimu mkubwa wa kuweka mifumo bora na mikakati ya wazi itakayorahisisha usafiri wa anga barani Afrika. Hata hivyo, mafanikio ya sekta hii yanategemea pia uwekezaji katika viwanja vya ndege vya kisasa, ukarabati na maboresho ya miundombinu iliyopo, pamoja na kuhakikisha upatikanaji wa mafuta ya ndege kwa uhakika. Maintenance capacity and reliable fuel supply chains. Kauli za Kagame zimepokelewa kama sehemu ya mjadala mpana kuhusu namna Afrika inaweza kutumia usafiri wa anga kama nyenzo ya kuharakisha utekelezaji wa ajenda ya 2063 ya Umoja wa Afrika na eneo huru la biashara la Afrika.
Wakati mataifa ya Afrika yakitafuta njia za kuimarisha biashara na ushirikiano wa kikanda, wito wa Rais Kagame unaendelea kuangazia umuhimu wa kuondoa vikwazo vinavyozuia Waafrika kuwasiliana, kusafiri na kufanya biashara kwa urahisi ndani ya bara lao wenyewe. Tito Isaya, AUBA Swahili. Uganda Cranes holding on to the ball. Alan Okello dishing that ball deep down to Mpande. Mpande in possession. Brings it back to Joel Sorin-George. Joel Sorin-George up on the run to the left-hand side of play. Back to Alan Okello. He's looking for Jude Samugabi in space. Jude Samugabi looking for the one chance. And yes! It's a goal! Na sasa tumkaribishe Samuel Male na uchambuzi wa habari za michezo, na bila shaka atatuama huko nchini Marekani, Mexico na nchini Canada ambako michuano ya kombe la dunia inaendelea kushika hatamu. Samuel Male, karibu. Timu za Afrika zimeendelea kuonyesha ushindani katika kombe la dunia baada ya jana Cape Verde kutoa sare dhidi ya Hispania, wakati pia mafarao Misri wakiwabana mbavu Ubelgiji. Mechi kati ya Ubelgiji na Misri imemalizika kwa sare ya goli 1-1, ambapo Misri ndio walikuwa wa kwanza kupata bao katika dakika ya 20 ya mchezo kupitia kwa Eman Ashoro. Lakini hata hivyo Ubelgiji walisawazisha baada ya Mohamed Hani kufunga bao dakika 66 ya mchezo, na mpaka mwisho matokeo yakabaki 1-1. Kwa matokeo hayo, kundi G ni la moto, kwani timu zote 4 zimecheza mechi sawa na zote zimetoa sare. Kwa upande wake, kipa wa timu ya taifa ya Cape Verde mwenye umri wa miaka 40, Jasmir Vozina, amekuwa man of the match katika mchezo wao dhidi ya Hispania, huku akisema ametimiza ndoto yake. Kuhusiana na timu za Afrika katika kombe la dunia, nimezungumza na mchambuzi wa michezo Ramadhan Faraji, na haya ni maoni yake. Siku ya jana imekuwa ni stori kubwa. Cape Verde baada ya kuabishia Spain, baada ya Cape Verde kuwa kwenye kiwango bora kweli, ambapo wao waliingia na plani yao, walicheza mid block na baadaye wakacheza low block. Yaani walikuwa wanakabia katikati ya uwanja na baadaye wakawa wanakabia kwenye robo yao, ambao walifanikiwa. Lakini ile mipira ya hatari ambayo ilikuwa inapita, golikipa wao yote aliweza kufanya save na kuiweka lango lake salama, na mchezo unatamatika kwa 1-0. Cape Verde ameenda kama surprise kwenye mashindano hayo, lakini wameonyesha kuwa wana uimara na wana uwezo wa kupambana. Wachezaji wake wengi wanacheza madaraja ya chini, Ureno, madaraja ya chini, Ufaransa na Spain. Kwa hiyo wameweza kufanya vizuri sana, lakini tumeshuhudia pia Ubelgiji akibanwa mbavu na Misri. Misri walianza kupata goli, Ubelgiji wakasawazisha kupitia kwa Romelu Lukaku. Ukiwatazama Misri wenyewe pia wako serious, wana wachezaji mseto ambao wanacheza ligi hapa barani Afrika, hususani Misri, lakini wana wachezaji wengine ambao wanacheza barani Ulaya. Kwa hiyo Misri na wao wamefanya vizuri kwa kupata alama moja kwenye mashindano haya kombe la dunia. Lakini timu nyingine unazungumzia ni Cote d'Ivoire au Ivory Coast, ambao waliweza kupata ushindi wa bao 1-0, goli lilofungwa na Amadi ambaye anacheza pale Manchester United. Kwa hiyo Ivory Coast na wao hawakuanza kinyonge, wameanza vizuri. Kwa hiyo ni baadhi ya mataifa ya Afrika ambayo yamecheza na kufufua matumaini, ni mataifa hayo matatu. Klabu ya Real Madrid imekamilisha rasmi kumsajili beki wa kushoto wa Chelsea Marc Cucurella kutoka Chelsea, huku nyota huyo wa Hispania akisaini mkataba wa miaka 6 utakaomweka Santiago Bernabeu hadi 2032. Usajili huo unakuwa 4 mkubwa wa Real Madrid katika dirisha la usajili la majira ya kiangazi, wakati klabu hiyo ikiendelea kuimarisha kikosi chake chini ya kocha wake Jose Mourinho. Kabla ya kutua kwa Cucurella, mabingwa hao wa Hispania walikuwa tayari wamewanasa nyota wengine watatu ambao ni Ibrahim Kante, Denzel Dumfries na Bernardo Silva. Cucurella anajiunga na kikosi hicho baada ya kuonyesha kiwango kizuri katika misimu yake akiwa Chelsea, ambapo anatajwa kama mmoja wa mabeki bora wa kushoto kwa sasa. Shirikisho la soka la Tunisia limemfuta kazi kocha Samrin Lamochi baada ya kipigo cha goli 5-1 dhidi ya Sweden katika mechi ya kwanza ya kombe la dunia iliyochezwa alfajiri ya kuamkia Juni 15. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, Lamochi amefutwa kazi kufuatia shirikisho hilo kufanya kikao cha dharura muda mfupi baada ya kipigo hicho. Matokeo hayo yalikuwa mwendelezo wa mfululizo wa matokeo mabaya, kiwemo kufungwa goli 5-0 na Ubelgiji katika mchezo wa mwisho wa kirafiki
kabla ya mashindano ya kombe la dunia. Ripoti kuhusu mrithi wake zinatajwa majina kadhaa, wakiwemo aliyekuwa winga wa Sunderland Wabi Kadri aliyeiongoza Tunisia katika kombe la dunia mwaka 2022. Niseme kwa siku ya leo sina la ziada. Naitwa Samuel Male wa Auba Swahili. Na mpenzi msikilizaji wa Auba Swahili, hapo ndipo tunafikia mwisho matangazo yetu ya jioni ya leo. Mwisho matangazo haya ni mwanzo wa mengine kesho kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya timu nzima ya Auba Swahili, mimi ni Aisha Hayaishi. Asante kwa kuwa nasi. Kwaherini na usiku mwema.